بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ni jambo ambalo lafahamika umuhimu wake kwa kila Muislamu kuwa ibada yoyote anotaka kuifanya Muislamu kuna uwajibu wa kuisoma na kuifahamu, na hili huwa ni kabla ya katika ibada kama hiyo. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. akaanzana العلم قبل القول والعمل. mwanzo ni ilmu kisha ndio qaul na amal. Na katika ibada tukufu ambazo zimependekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada hii ameifanya ni ibada ya i'tikaf, ambayo walillahi alhamdu wal minna, kuna baadhi yetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha katika kuifanya ibada kama hii katika mwaka huu wa 1437 mwezi wa Ramadhani al-ashr al-awakhir. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء, ni fadhila Allah subhanahu wa ta'ala umpa mtakaye, wala sio kila mmoja alipata tawfik kama hii. Kwa hivyo ni neema Allah subhanahu wa ta'ala kikujalia wewe ni katika hao watakaoifanya ibada kama hii. Mwanzo kabisa katika kukumbushana, tutaanza na taarif ya i'tikaf lughatan wa istilahan. الاعتكاف لغة نقول عكف على الشيء أي أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه وجهه. ويقال لمن لازم المسجد وقام على العبادة فيه عاكف ومعتكف. kiufupi katika lugha i'tikaf ni mtu kuelekea katika chochote kile akawa atawadhib pale mahali, hageuki, aketi katika ile sehemu peke yake. Hii ni katika lugha, na ndio akaitwa yule anayekaa msikitini kwa ajili ya kufanya ibada kuwa huyu ni mu'takif, afanya i'tikaf. wal-i'tikaf والعكوف الإقامة على الشيء بالمكان ولزومه والاحتباس عليه. mtu akajifunga katika sehemu akawa amelazimu sehemu kama ile, hii ndio i'tikaf katika lugha. والاعتكاف اصطلاحا, katika istilah i'tikaf huwa al-iqamatu fi al-masjid بنية التقرب إلى الله عز وجل, ni mtu kubakia ndani ya msikiti kwa nia ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, laylan kana au naharan, iwe ni usiku au ni mchana, akawa ataulazimu msikiti kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna malengo ambayo kwa sababu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amependekeza kufanya ibada kama hii, na miongoni mwa malengo ambao wanaovioni wayataja ukufu alqalbi ala ta'ati Allah, ule moyo kulazimu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka hili lina athari katika maisha ya mwanadamu, katika kumbadilisha kiroho. Yule mtu anapobakia moyo wake ukawa waelekea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Pia miongoni mwa malengo jam'ul qalbi alayhi wa waqfu an-nafsi lahu, kukusanya ule moyo uwe waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na nafsi yako ukawa utalazimu msikiti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, al-khalwatu bihi, yani mtu kubakia faragha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, akawa amtaja na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hii pia ni katika malengo ya i'tikaf.
pia katika malengo ya i'tikaf al-inqita' an al-ishtighal bil khalqi, ni mtu kukata kule kujishughulisha na viumbe, wa tafrighi al-qalbi min umuri ad-dunya, ule moyo ukawa utauondoa shughuli za kidunia na mambo ya kidunia, walishtighali bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala, uwe moyo wako umejishughulisha na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, bihaythu yasiru dhikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alayhi fi mahalli humumi alqalbi wa khataratihi, kwa namna ya kuwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo hamu kubwa ya moyo wake huyu aliyekaa katika i'tikaf kama hii, kwa fikra yake yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayastawli alayhi badalaha wa yasiru alhammu kulluhu bihi. Kwa hivyo ikawa uliotawala moyo wake ni Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja, kumpenda badala ya nini? Ya dunia. Na pia hamu yake yote iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal khataratu kulluha bidhikrihi والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه. fikra yake yote ni vipi atapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayasiru unsuhu billahi badalan min unsihi bil khalqi, ikawa pumbazo lake ni kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala badala ya kuwa na viumbe, فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له. na hili la muandaa huyu mwanadamu na siku ile ambayo atakuwa peke yake katika kaburi, wakati hakuna wa kumpumbaza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa katika i'tikaf ni kama muislamu ajiandaa kwa ajili atakapoondoka duniani, atabaki peke yake kaburini, wahsha, yuko peke yake, ni upweke, hakuna wa kuwa na yeye isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. wala ma yafrahu bihi siwahu, na hata kuwa pale na kile kitakachomfurahisha pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. fahadha maqsudu al-ihtikaf al-a'zam. na ni maneno Ibn al-Qayyim asema haya ndiyo malengo makubwa kabisa ya i'tikaf, kwa mtu akikaa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akihisi kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, yamuandaa katika siku ile ambayo atakuwa peke yake kaburini, ambapo hakutakuwa na mwingine wa kumpumbaza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kukumbushana masaili yanayofungamana na i'tikaf, baada ya utangulizi huo tutazungumzia biidhnillah ta'ala kwa kumalizia hukmu al-i'tikaf. nini hukmu ya i'tikaf? al-i'tikafu sunnatun lirrijali walin-nisa, وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واتفاق يا مذهب yote ya fiqh manne kuwa i'tikaf ni sunna kwa waume na kwa wake. وقد تمنع المرأة من الاعتكاف في المسجد إذا لم يكن فيه مكان تستتر فيه أو خيفة الفتنة عليها من الفسق. na mwanamke huenda akazuiliwa kutokamana na i'tikaf ikiwa hapana mahali ambapo atastirika, au akachelewa isije wakaja wanaume ambao ni mafasik wakamuudhi yule mwanamke. falman'u hahuna inma huwa linadhari ash-shari'i ila siyanati al-mar'a. hapa kukatazwa mwanamke ni kwa sababu ya kumuhifadhi, sheria imetizama kumuhifadhi yule mwanamke asije akaingia katika fitna kama hizo. la ila asli hukm al-i'tikaf. hii si kumaanisha kuwa asli ya hukumu ya i'tikaf kwa mwanamke ni kuwa haijuzu, la, bali yajuzu, lakini likitokea la fitna hapa itabidi azuiliwe kwa ajili ya kumuhifadhi huyu mwanamke, wala sio kwa sababu ni haram kwa mwanamke kufanya nini? i'tikaf. kwa hivyo kwa ittifaq ya al-madhahib al-fiqhiyyah al-arba'a, al-hanafiyya wal-malikiyya wash-shafi'iyya wal-hanabila,
bal qad hukiya fihi al-ijma'. Wametaja baadhi ya wanavyuoni ijma' kuwa i'tikaf ni sunna, na hili ni jambo ambalo linajulikana kuwa sio wajibu. الدليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه iliyopokelewa عن الإمام مسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان. Mtume صلى الله عليه وسلم alifanya i'tikaf katika masiku 10 ya mwanzo ya Ramadhan. ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. Mtume صلى الله عليه وسلم akafanya tena i'tikaf katika 10 la katikati, na hapa ni kabla ya kujua na kabla ya kujulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Lailatul Qadri iko katika 10 ya mwisho. Thumma atla'a ra'sahu, akiwa katika kubba yake ile, manake ikiwa yawezekana katika msikiti, kwa hiyo kwa sehemu ambayo mtu atajitenga kwa ajili ya kupumzika na kufanya ibada peke yake. Fakallama an-nas, akatoa kichwa akazungumza na watu akasema, fadana minhu, masahaba wakaja karibu, faqala inni i'takaftu al-ashr al-awwal, mimi nimefanya i'tikaf katika 10 ya mwanzo, siku 10 za mwanzo. Altamisu hadhihi al-layla, kwa ajili ya kutafuta usiku huu. Thumma i'takaftu al-ashr al-awsat, kisha nikafanya i'tikaf katika 10 la katikati. Thumma utitu faqila li, kisha nikajiliwa nikapewa habari, innaha fil ashr al-awakhir, kuwa usiku huu uko katika masiku 10 ya mwisho. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif, yule anayependa kati yenu nyinyi kufanya i'tikaf basi na afanye. Na lau kama ingelikuwa ni wajibu basi ingesema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema anayependa, kuwa nini? Ni khiari kwa yule anayependelea kubaki katika i'tikaf afanye. Fa'takafa an-nasu ma'ahu, masahaba wakafanya i'tikaf pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wajhu ad-dalala katika hii hadithi anna i'tikaf an-nabii sallallahu alayhi wasallam yadullu ala as-sunniyya, kule kufanya i'tikaf Mtume sallallahu alayhi wasallam ni dalili ya kuwa hii ibada ya i'tikaf ni sunna. وتعليقه الاعتكاف على من أحب ذلك يدل على عدم الوجوب. na kule Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunganisha i'tikaf kwa yule anayependa kufanya hivyo ni dalili ya kuwa sio wajibu, ni dalili ya kuwa sio wajibu. Sababu lau kama ingelikuwa wajibu asingelisema anayependa afanye i'tikaf, angesema fanyeni i'tikaf. Lakini anayependa fanya i'tikaf kuwa ni khiari ya mtu, akitaka atafanya na akitaka atawacha. Hiyo ni katika kuzungumzia hukumu ya i'tikaf. Kiufupi tumezungumzia taarif ya i'tikaf lughatan wa istilahan, tukazungumzia pia malengo ya kuwekwa ibada ya i'tikaf katika sheria yetu, na pia tukazungumzia kumalizia hukumu al-i'tikaf, na tukataja kuwa ni jambo la sunna inayopendekezwa kwa waume na wake, na hii ni kwa ittifaq ya madhehebu yote manne, bali wamenukuu baadhi ya wanavyuoni au wengi katika wanavyuoni ijma' katika swala hili. Tukataja dalili hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu iliyopokewa na Imam Muslim. Insha Allah taala darasa takaokuja ambapo tutakuwa na darasa kama hizi wakati kama huu baada salati al-isha, tukikumbushana tutazungumzia shurutu sihhat al-i'tikaf, masharti ya kusihi i'tikaf. Natamani kama tuweza yote kuyazungumza kwa siku moja, lakini haiwezekani. Natamani kama yote haya kwa sababu ya wakati tuyazungumze kwa siku moja, kwa mkupuo mmoja, lakini hayaendi hivyo. Tukiyazungumza mengi tutayasahau. Kwa hivyo insha Allah taala polepole tutayazungumzia mpaka tuyamalize insha Allah taala. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.